Habari yako mzazi na mlezi, habari yako mwalimu mwenzangu, habari yako mtazamaji wa video zangu. Karibu kwenye chaneli yetu ambapo leo tunazungumzia changamoto 10 za mazingira yasiyo salama shuleni kwa mtoto. Hizi ni changamoto zinazohatarisha afya, maendeleo ya akili na ustawi wa watoto. Tutaeleza kila changamoto kwa kina kwa kutumia ushahidi wa kisayansi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli hii, fanya hivyo sasa kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa kuhusu elimu na ustawi wa mtoto wako. Share pia kwa wazazi, walezi na walimu wengine ili waweze kujua changamoto za mazingira yasiyo salama shuleni kwa mtoto. Karibu na tuanze. Changamoto ya kwanza ni ukosefu wa maji safi na salama. Maji yasiyo salama huongeza uwezekano wa maambukizi ya magonjwa ya tumbo kama kuhara, kipindupindu na minyoo. Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa zaidi ya 88% ya magonjwa ya kuharisha duniani husababishwa na ukosefu wa maji safi na mazingira duni ya usafi. Changamoto ya pili ni vyoo visivyo salama au tofauti ya kijinsia. Ukosefu wa vyoo vya kujitegemea kwa wasichana huathiri mahudhurio yao shuleni, hasa kipindi cha hedhi. Hali hii inachangia utoro wa mara kwa mara na kuathiri elimu ya mtoto wa kike. WHO inaonyesha kuwa mazingira duni ya usafi huathiri afya ya uzazi kwa watoto wa kike. Changamoto ya tatu ni ukatili wa kijinsia na unyanyasaji. Unyanyasaji wa kijinsia na kimwili huweza kusababisha matatizo ya kiakili kama msongo wa mawazo au tunasema stress, sonona, tunasema depression na hofu ya muda mrefu. Tafiti zinaonyesha kuwa watoto wanaopitia unyanyasaji hupata matokeo duni kitaaluma. Changamoto ya 4 ni matumizi mabaya ya adhabu kali ambazo tunasema ni corporal punishment. Adhabu za kupiga au kudhalilisha mtoto huathiri ukuaji wa kiakili na kijamii. Shirika la Umoja wa Mataifa la haki za mtoto UNICEF linasisitiza kuwa adhabu hizi hujenga hofu badala ya nidhamu na kuathiri kujifunza. Changamoto ya 5 ni miundombinu duni au tunaweza tukasema majengo ya shule yaliyoharibika. Majengo mabovu yanaweza kuanguka au kusababisha majeraha. Wanafunzi hushindwa kujifunza kwa ufanisi wakiwa kwenye hofu au mazingira yasiyo na mwanga na hewa safi. Miundombinu mibovu pia huathiri ubora wa elimu. Changamoto ya 6 ni msongamano wa wanafunzi, overcrowding. Darasa lenye wanafunzi wengi kupita uwezo linaathiri uwezo wa walimu kuwasaidia wanafunzi mmoja mmoja. Pia huongeza hatari ya maambukizi ya maambukizi kama mafua, TB au COVID-19. Changamoto ya 7 ni ukosefu wa chakula au lishe duni shuleni. Lishe duni huathiri ukuaji wa ubongo wa mtoto na uwezo wa kuelewa darasani. WHO inaeleza kuwa utapiamlo unaweza kusababisha matatizo ya kujifunza na udhaifu wa kinga ya mwili. Changamoto ya 8 ni ukosefu wa usalama wa kifedha. Tunasema kutokuwepo kwa mlinzi au ulinzi wa mazingira. Watoto wanaosoma katika maeneo yasiyo na ulinzi wako kwenye hatari ya uhalifu, utekaji au ajali. Hii huathiri hali ya kisaikolojia na mahudhurio ya shule. Changamoto ya 9 ni uwepo wa madawa ya kulevya au vitu vya kulevya karibu na shule. Watoto wanaoshuhudia au kuingizwa katika matumizi ya dawa za kulevya huweza kupata uraibu mapema, kukosa mwelekeo na kushindwa kabisa kuendelea na masomo. Changamoto ya 10 ni ukosefu wa walimu wa kutosha na mafunzo duni. Walimu wachache au wasio na ujuzi sahihi huathiri kiwango cha elimu na motisha ya wanafunzi. Utafiti unaonyesha kuwa ubora wa walimu ni moja ya vigezo vikuu vinavyoathiri matokeo ya wanafunzi. Mazingira salama shuleni si tu kuhusu majengo, bali pia usalama wa kihisia, kimwili na kiafya. Tuna jukumu la pamoja.
walimu, wazazi na serikali. Kuhakikisha shule zinakuwa sehemu salama kwa kila mtoto. Kwa kumalizia, ni wazi kuwa mazingira yasiyo salama shuleni huathiri kwa kiasi kikubwa maendeleo ya wanafunzi, kitaaluma, kijamii na kiafya. Changamoto kama ukosefu wa miundombinu bora, unyanyasaji, uchafuzi wa mazingira na ukosefu wa usalama wa kimwili zinahitaji hatua za haraka kutoka kwa jamii, walimu, wazazi na serikali. Ni jukumu letu sote kuhakikisha kuwa shule zinakuwa sehemu salama, rafiki na bora kwa kila mtoto kujifunza na kustawi kwa pamoja. Kwa pamoja tunaweza kubadilisha hali hii na kujenga mustakabali bora kwa vizazi vijavyo. Asante kwa kutazama video hii. Tafadhali like, comment, share na subscribe. Hakikisha unashare video hii ili kuwafikia wazazi wengi zaidi, walimu wengi zaidi na walezi ambao wanashughulika na malezi ya mtoto. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.